tija kwa jamii. Kuepuka mashindano ya kujionyesha. Kuepuka mashindano ya kujionyesha. Wagalatia 5:26. Tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Usijisifu bure kwa kuchokozana na kuhusudiana. Ukiangalia kwa mitandao inaleta roho ya wivu. Unaona mwingine kaposti gari au safari, unajihisi huna bahati. Ni kweli. Hiyo imepelekea vijana wengi kuingia kwenye hali ambayo inawapelekea kupoteza uhai wao au inawapelekea kupoteza uhai wa mtu, kwa sababu wanataka kuiga kila kitu ambacho kiko kwenye mitandao, ambao mitandao mingine inadanganya, na vijana wanashindwa kuelewa mitandao si maisha halisi ya binadamu. Mtu ameposti yako kwa gari, mtu ameposti yako kwa nyumba ya kifahari, wewe unaona ile nyumba ni ya kwake. Ile nyumba sio yake, ameenda pale ili aweze kuchukua video. Wewe unaanza kutamani, unaona kama Mungu amekuacha, unaona kama wokovu ni kama ni laana. Mbona watu wanabarikiwa huku nje? Mbona watu wanafanikiwa huku nje? Angalia fulani amenunua gari na mimi bado niko hapa tu najifanya nimeokoka. Hapana. Hapana, inawezekana pia na gari lakini iliyo ya halali. Kwa hivyo usiende na mitandao wakaona kwamba eti wewe Mungu amekusahau ama wewe hauna bahati. Biblia inakuonya usishindane. Furahia mafanikio ya wengine, lakini baki na amani na hatua yako. Kumbuka maisha ya mitandao ni trend, yaani ni mtu anajionyesha tu. Filamu halisi ya maisha ya mtu huwezi kuijua. Maisha ya mtu yenyewe huwezi kuyajua. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kufurahia maisha yetu kama vijana jinsi tulivyo. Usitamani maisha ya mtu mwingine. Huwezi kujua kilicho nyuma ya mali alizonazo. Mbinu za kibibilia za kuhaki mitandao ya kijamii. Kuna changamoto ambazo zinapata kama vile kusambaza uvumi au udaku. Hiyo inatoka kitabu cha 23 mstari wa kwanza, inasema usivume uvumi wa uongo. Usivume uvumi wa uongo. Usiingie kwa mitandao na kufanya vitu vya uongo ili tu uweze kutrend. Usifanye hivyo. Matusi, usiende kutukana. Neno la Mungu linasema neno lenu liwe na neema siku zote. Wakolosai 4:6. Neno lenu liwe na nuru siku zote. Uraibu, vitu vyote ni halali kwangu, lakini sitatawaliwa na kitu chochote kile. Wakorintho wa kwanza 6:12. Ushauri wa kirafiki. Ushauri kwa kirafiki. Kijana aliyeokoka sio yule aliyekuwa na Instagram au TikTok, bali ni yule anayeingia kwenye mitandao hiyo akiwa na ulinzi wa roho na kuitumia kwa faida ya ufalme wa Mungu na maendeleo yake. Kwa hivyo ukiokoka haimaanishi kwamba hautaingia Instagram, hautaingia TikTok, hautaingia bali itakufundisha ulinzi wa Roho Mtakatifu. Utakuweza kukulinda na utaweza kusimama kwenye njia inayompendeza Mungu. Kwa hivyo kama kijana na unapitia changamoto yoyote, usirudishwe nyuma eti kwa sababu umeokoka, eti kwa sababu wewe ni mcha Mungu. Hapana, hata wewe unaweza ukaokoka. Hata wewe unaweza ukasimama na ukafanya kijana mwingine aliye mbele yako au marafiki ulionao wakaweza kubadilika kupitia wewe. Kijana unaweza kuokoka. Tusiseme wokovu ni kama mzigo, wokovu ni kama kifungo, wokovu ni kama uzee. Hapana, kijana tunaweza kuokoka na kijana tunaweza kubadilisha jamii. Vijana tunaweza
Tusiseme tu hatuwezi. Hapana, vijana tunaweza. Vijana tukisimama na kuweza kuifanya ile Instagram ikabadilishwa na matumizi yake yakawa ni matumizi yenye ubora. Kwa hivyo tusiseme eti mimi nikiokoka sitaruhusiwa kufanya TikTok, sitaruhusiwa kufanya. Hapana, unaruhusiwa kufanya, ila angalia unachokifanya. Je, kinampendeza Mungu? Je, ni haki ninachokifanya? Kwa hivyo ni vizuri kama kijana kukaa kwenye njia inayompendeza Mungu. Jinsi ya kujibu marafiki wanapokucheka au kukuona umejifunga kwa wokovu. Ndiyo, marafiki wanaweza wakakucheka, marafiki wanaweza wakakuvunja moyo, marafiki wanaweza wakaona kwamba kama umepotea. Lakini Biblia haitupi tu amri, bali inatupa hekima na majibu ya kistaarabu. Biblia inatupa majibu ya kistaarabu kuwajibu watu ambao watatuona ni kama tumepotea. Kwa hivyo Biblia inasema maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea chumvi, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Kwa hivyo maneno yetu yawe na munyu, maneno yetu yawe yenye hekima, yanayoweza kumjibu mtu. Jinsi ya kuwajibu marafiki wanaposema umejifunga au huna uhuru. Wao wanaona wokovu ni kifungo, lakini Biblia inasema wokovu ni uhuru wa kweli. Jibu la kibiblia wanapokuambia umejifunga, hautaki kujiachia kidogo, utasema Biblia inasema Yohana 8:36, basi mwana akiwekwa huru mtakuwa huru kweli kweli. Uhuru wangu ni kutokuwa mtumwa wa mambo yanayoweza kuniharibu maisha ya baadaye. Kwa hivyo huo ndo jibu sahihi la upole na unyenyekevu, ukimwambia uhuru wangu ni kutokuwa mtumwa wa mambo yanayoweza kuharibu maisha yangu ya baadaye. Wanapokuita mshamba au mzee, watu wanafikiria ukiokoka uwezo wako wa kufikiri unakuwa. Lakini Biblia inasema kinyume chake, kumcha Mungu huleta akili na hekima. Kumcha Mungu inaleta akili na hekima. Biblia inatukumbusha kumkumbuka muumba wetu siku za ujana wangu. Mhubiri 12:1 inasema, sitaki kutumia ujana wangu kutengeneza makovu nitakayo yalia uzeeni. Nataka nifike mbali kwa akili. Kwa hivyo Biblia haituambii kwamba wokovu ni laana, bali Biblia inatuambia kwamba ni vizuri kutengeneza wokovu wakati uko kijana. Usimame kwenye zamu yako na uweze kumpendeza Mungu. Vijana tunaweza, vijana tuna nguvu, vijana tumebarikiwa. Kwa hivyo tukiwa kijana tunafaa tufurahie maisha yetu kama kijana. Tunafaa tuimize vijana kwamba inawezekana kusimama kwenye wokovu. Haimaanishi kwamba ukiwa umeokoka kwamba huwezi kufurahi. Tumejifunza kwamba ukiwa kijana una uhuru wa kufurahi, una uhuru wa kusherekea na wenzako, una uhuru wa kujibamba, lakini uchunge maisha yako, usije ukaja kujutia siku za uzee wako. Kwa hivyo tusifurahie tu maisha ambayo yatakuwa juto ya uzeeni. Vijana tuweze kuhimiza na vijana wengine waweze kumpokea Kristo kama Mwokozi.
Bwana Yesu asifiwe sana, na tumeweza kujifunza mengi kuhusu kijana, na tumeweza kujua kijana kumbe ana uwezo wa kusimama katika wokovu na kuweza kuwakilisha vijana wenzake kwenye wokovu na kuweza kufanya wengi wakaweza kubadilika kupitia yeye, maana yeye ni nuru ya ulimwengu na nuru huangaza popote inapoingia. Unapokuwa kijana, usijione kwamba umpweke au usijifanye kwamba wewe hauwezi kutengamana na wengine. Hapana, simama katika maombi. Kitu cha muhimu kama kijana, usiache kuomba. Tusiache kuomba, maana maombi ndio ngao. Maombi ndio ngao. Maombi ndio kila kitu. Kumwomba Mungu, maanake kweli changamoto za dunia nyingi, changamoto ziko nyingi ambazo zitatuzuilia sisi kuweza kufikia kwenye hatima ya maisha yetu. Mungu atubariki sana. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, tunakushukuru siku ya leo, umekuwa mwema na mwaminifu. Umetusaidia, zingine kwa damu yako ya dhamana. Mtakatifu Mungu Mwenyezi, tunaomba neema yako, tunaomba uwepo wako, tunaomba rehema zako zikaweze Jehova kuweza Masia mama kusimama kwenye ukuu wako Mfalme. Tusaidie Mtakatifu, tusaidie Mungu, tusaidie Jehova. Wanao Jehova tuko miguuni pako, wanao Mfalme tunanyenyekea kwako Jehova. Kijana imekuwa ni ngumu kwa sasa, ametawaliwa Jehova na maisha ya dunia hii. Tunashinda Jehova kusimama katika njia inayokupendeza kwa sababu Jehova ya miemuka ya vijana, kwa sababu ya furaha ya vijana, kwa sababu tunaona vijana wengine ambao hawajaokoka ni kama ambao kuna maisha mazuri, lakini hatujui nyuma yao kuna nini Mfalme. Lakini tunakuomba kwa msaada wako katusaidie, ili kama kijana tukaweze kusimama na kuweza kutangaza ufalme wako pasipo uoga na pasipo hofu, ili nao vijana wakaweze kujua maisha bila Yesu ni kazi bure. Tusaidie Jehova, tushike mkono, ukatuongoze na ukatupe moyo wa kuweza kutafuta uwepo wako na kutafuta nguvu zako Mtakatifu. Asante Jehova kwa maana unakutenda. Asante Jehova kwa maana kutimiza sawia na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki mpaka kipindi kingine. Shalom.